kuibiwa, yani nikisema kuibiwa, biashara yenu kubwa inakuaga ni nyota mbalimbali. Pengine labda wewe kwa upande wako mpaka safari hii kuna nyota ambao pengine kuna dalili ya Azam kuachana nao mwishoni mwa msimu. Hilo liko kwa kocha mpaka sasa, lakini katika utamaduni wa kawaida wa mpira, msimu unapofika lazima kuna wachezaji wataondoka na wengine watakuja. Hiyo ni lazima. Yani hicho ni kitu ambacho huwezi kushindana nacho, lazima kitakuwa. Aidha wanaondoka kwa sababu kuna timu zingine zimeona wao ndo wanafaa zaidi kuwa na wachezaji kuliko nyinyi, au nyinyi mmeona wachezaji hawatufai, au mchezaji kaamua tu mwenyewe anataka kutafuta changamoto nyingine sehemu nyingine. Na hayo maisha sisi tumeshaishi. Yani tumeishi katika maisha ya wachezaji kutuambia bwana, sisi bwana tunaona hapa sasa hivi hatuwezi kukaa, nataka kuondoka. Tumeshapitia hayo maisha. Tumeshapitia maisha ya sisi kuwaambia wachezaji bwana, wewe bwana, kwa tumekaa na wewe vizuri kwa muda mrefu, lakini sasa tunadhani kila mtu aishi maisha yake. Tumeshapitia hiyo hali. Na tumeshapitia hali ya watu kutoka huko na kuja kutuvamia na kuchukua wachezaji wetu. Kwa hiyo sio vitu vigeni, na mpira ndio huko hivyo. Hata sisi hao wachezaji tumewapata katika mazingira hayo. Kuna ambao tumewanunua kutoka timu nyingine, kuna ambao tuliwapata maamuzi yao wenyewe wakaamua bwana, tunaona sisi kwenye iriza kule kutam zaidi, wanakuja. Kwa mazingira yote yanatokea kwenye mpira na ni kawaida tu, wala sio issue kubwa sana. Safari hii mnaachana na wachezaji kama ngapi? Maana mmekuaga wepesi sana kusajili, lakini thank you kwenu zitakuaga chache. Hilo si wakati sahihi sasa hivi wa kuzungumza nani anakuja nani anaondoka. Huu ni wakati wa kuanza mechi 3 mbele zilizopo. Sisi tushinde hizo mechi zetu kwanza. Ndio kitu kikubwa kuliko hata nani anakuja nani anaondoka. Mnazungumziaje baadhi ya timu ambazo zinazungumzia tayari washamalizana ama wapo kwenye mazungumzo na wachezaji ambao nyinyi tunafahamu wapo ndani ya timu yenu? Mfano Faisal Salum Abdallah, Yanga wanamtaja sana, anasema ni miongoni mwa wachezaji ambao amechoka kucheza hatua za awali kila siku, anataka kwenda kucheza kimataifa, anahitaji kwenda kuchukua ubingwa. Sasa mimi siwezi kusema nao wao. Nani hao unasema? Young Africa ambao wanazungumzia tayari wameshaanza mazungumzo. Kwenye Yanga ametamka nani hao maneno? Tulimsikia afisa habari, hakumtaja jina, lakini alisema kuna baadhi ya wachezaji ambao wanacheza ligi ya Tanzania wamechoka kucheza timu hatua za awali kila siku. Azam ndio mnacheza hatua za awali kila siku. Afisa habari nani huyo? Afisa habari wa Young Africa. Wa Yanga. Ni nani? Umfahamu afisa habari wa Young Africa? Ndugu yako kabisa. Nachanganya alikaa mzio. Unahisi atakuwa Ahmed? Labda Privadini. Hawaeleweki wale. Hawaeleweki. Kwamba Yanga julikana afisa habari ni nani hapo? Kadi ndani. Mwenza kaamka tu asubuhi mara ukasikia kuna mtu katoka huko sumu hamasishaji naye msemaji. Sijui nani na afisa habari. Si hata tuelewe. Lakini kimsingi ni kwamba mimi naamini kwamba mtu wa timu nyingine hapaswi kuwazungumzia wachezaji wa timu nyingine. Hapaswi. Yaani kuwazungumzia katika situation ya mikataba na uhamisho sio sawa. Kwa kama alisema wewe. Kwa upande wa Faisal Salum, msimamo wenu ni upi kwa nyota wenu? Kama alivyo mchezaji mwingine yote wa kwetu, msimamo wetu ni huu kwamba ni wa kwetu na sisi tuna furaha naye. Wachezaji wetu wote ni wa kwetu, msimamo wetu ni huu. Hatuna msimamo tofauti si wachezaji wetu. Wachezaji wetu wote ni wa kwetu na tuna furaha nao. Na wanafanyia kazi nzuri na sisi tunaipenda kazi wanatufanyia. Ndio maana tunao. Meza imechafuka kiasi gani kwa upande wa ambao wanamhusudu kuwa naye msimu ujao? Hakuna hata mtu mmoja ambaye amefika kwetu. Wanaisha kusema na nyinyi tu labda kama wanasema. Hakuna hata mtu ambaye ameleta maoni. Wanamuogopa. Wanaogopa nini? Wanamuogopa tu. Kuna watu wengine wanafurahia kutaja wakiwa kwao. Unajua kuna mbwa ambaye anabweka akiwa nyumbani. Ukimtoa barabarani Turukia kaukunja kausweka huko ndani asemi kitu. Mpaka akaenda kwao. Huko hawafiki kama alokuja. Hamna hata mmoja alokuja kwa sababu hakuna hata kibarua chepesi cha kumsafia Faisal Salum. Sio ndani wala nje. Na sisi wala hatuna shida na mchezaji. Yaani mchezaji kama anafikia wakati anasema anataka kuondoka Azam FC. Mimi nikwambie kitu kimoja. Wewe unaolewa? Siku mpenzi wako akikwambia nataka kuachana na wewe, kubali. Yaani usianze kumwambia kwa nini? Kama kafikia kipindi kutamka hayo maneno, hilo swala kanalo muda mrefu kichwani. Kashafikia maamuzi. Yaani wewe usianze kuhangaika kuprove eti kwa nini sasa unataka kuniacha sijui mimi au mimi nimekufanyia nini, achana nayo hiyo kitu. Kwa nini mchezaji akitaka kuondoka aende? Tunampa mkataba wake. Sio mkataba, fanya kama unavyotaka. Si ulisaini mwenyewe? Huo mkataba huo hapo. Wewe unataka kuondoka? Soma mkataba wako, fanya kama mkataba unavyosema basi. Hatuna ugomvi na wewe sisi.
Lakini Zaka sasa hivi kama umepoa sana tofauti na ambavyo ulikuwa unazungumzia mkataba wa Faisal miezi iliyopita mpaka sasa hivi, kama kuna kitu kinaendelea. Wala hamna kitu badilika. Wala mimi sijai kusema tofauti na hivi. Mimi msimamo wetu huo tu sio Fei, hata Fei hajaja. Hata Fei hajaja. Si alikuwepo Dube. Alisema anataka kuondoka, naambia ondoka. Soma mkataba fanya. Huo ndio utaratibu wetu sisi. Si hatuna ugomvi na mchezaji anataka kuondoka. Samahani. Mambo ni mengi. Mambo ni mengi sana. Unahifadhi vitu vingi. Sisi hatuna matatizo na sisi wachezaji wetu tunakaa nao vizuri sana. Vizuri sana. Kwa kama mchezaji anasema anataka kuondoka, kafikia kwamba anataka kuondoka. Tunachofanya kuna mtu ambaye anaweza tukamwambia sikiliza wewe na sisi tumekaa muda mrefu familia njema. Unadhani unachofanya ni sahihi? Alifanya Shua Boy ni mchezaji ambaye amekulia Azam FC, yani kaja akiwa mdogo sana. So academy, kaja senior team, lakini Azam yenyewe ikiwa chini sana na yeye akiwa mdogo sana. Wamekuwa pamoja yeye na Azam. Yeye ndo kapandisha timu daraja Azam na akabakia mchezaji pekee kwenye timu yetu hapa kapandisha timu. Na tulikuwa tunamuandaa kwamba sasa huyu anakwenda kutoka kwenye kucheza, tumtafutie nafasi nyingine sehemu nyingine kwenye timu. Tumuandae kwa sababu hii ni alama yetu. Unafahamu Lakini akasema anataka kuondoka. Wewe usiondoke yeye. Sasa unamwacha nani timu yako? Akasema mimi nataka kuondoka msimu wa kwanza. Tukajua msimu wa pili ulikuwa unataka kuondoka. Aliposema mara pili anataka kuondoka, tukamwambia kwa heshima yako wewe, mkataba wako una masharti magumu sana ya kuvunja. Lakini sisi hatutaki hata ufuate sharti moja la kuvunja mkataba. Andika tu barua nataka kuondoka. Basi tumekuruhusu. Yaani andika tu barua kwamba mimi nataka kuondoka Azam FC. Kwa heshima yako na vitu ambavyo utufanyia katika kucheza kwako kwa kwetu. Sisi hatuwezi kusema kwamba ili uondoke lazima utekeleze mkataba. Sisi tutakuwa tukutendee haki wewe. Andika barua, utuambie tu hicho ndio unachokisema kwamba mimi nataka kuondoka. Akaandika, tukamwacha akaondoka. Bure kabisa. Hatukudai hata shilingi. Na alikuwa na deni, yani sio tu hivyo, na alikuwa na deni ambalo kakopa kwenye klabu. Na hilo deni tukamwachia. Hajalipa mpaka leo. Yule ametufanyia kazi kubwa sana kwenye maisha yetu, na kwa heshima yake ndio haya maisha yaliendelea. Kwa kama kuna mtu mwingine tena, kwa sababu kwenye timu yetu ilichobakia sasa hivi hakuna mtu ambaye alipanda na timu. Unafahamu? Hakuna ambaye alipanda na timu ambaye atakuwa na heshima kubwa kama ya Shua. Kwa hakuna haja kugombana nao. Tunawaheshimu sana bwana, wanataka kuondoka. Sawa. Bilioni ngapi ambazo zipo sasa hivi? Zimezidi au ni ile bilioni moja? Yale mambo ya kimkataba. Mkataba hauwezi kuzidi sasa. Yaani gharama ni kwa tushasema sana. Sasa utakuwa unarudia mimi nimesahau. Watazamaji wako wanakumbuka. Bilioni ngapi? Watazamaji wako wanakumbuka. Ilikuwa moja ile. Watazamaji wako. Makubaliano yao. Mshahara wa nini sasa? Yaani gharama za Faisal Salum Abdallah. Nyinyi gharama zinahusiana na mshahara tena. Kuvunja mkataba wake kwanza. Mimi sisome mkataba wake. Hujui? Sijui. Mikataba mimi mezani kwangu inakuja kufanya nini? Ushasahau ulikuwa unaisema Zaka bwana Nasema kabaki na mwaka mmoja kwa sababu sisi ndio tuliotangaza amekuja na miaka mingapi. Yaani wakati na saini sisi idara yangu mimi ndio niliposti kwamba Faisal kasaini miaka 3. Ulisema kwamba anataka kuja kumchukua Faisal. Dirisha mlango upo wazi lakini aje na kiasi fulani. Yaani nilisema kiasi gani? Bilioni something. Sasa kumbe unasikia ndio nilichokwambia kwamba ndio maana kuuliza zile. Nilikwambia nimesema akijabadilika kitu kwa bilioni. Kama ulisikia hivyo ndio hivyo akijabadilika kitu. Iriza anapata mpinzani ndugu yangu. Hadi Faisal naye anaenda kupanda Iriza pengine nyingine leo kuja mpya. Sasa mbona unapata gari ambazo zishapita? Yaani kwamba unataka yaani kitu kikishapita kimepita hata kama kipya. Yaani leo hii ukija na zile Nokia nini zile za kwanza kitu cha kambale zile. Tukiwa nayo mpya hiyo ishapita na wakati. Unaoleta Iriza bongo? Tunatutia iPhone 6 hapa sasa hivi. iPhone 6. Sasa unakuja na iPhone 6 mpya unatamba na watu. Yaani wewe unatamba nimenunua iPhone mpya iPhone 6. Sasa hakuna haja gani. Kwa hiyo sio hamna washtui kabisa kama mmepata mpinzani safari hii. Hatuwezi kupata. Sisi hatuna mpinzani. Wala hatuna, yani si hata hamna tunashinda. Labda kama kuna watu wanashindana na sisi. Sisi hatushindani na watu kwenye hivyo vitu. Sisi tunafanya kwa wenyewe tu. Tunaamka asubuhi tunafanya hili basi. Lakini sio kwa ajili ya kushindana na mtu. Sisi hatuwezi kushindana. Sisi hatushindani na Real Madrid, tushindana na nini bwana? Kama mashindano na Madrid. Hatushindani, yani kama yani hatushindani na Real Madrid ndio tunashindana na wengine.
Yaani hamshindani na Real Madrid kwamba ukubwa wenu unalingana au vipi? Yaani sijaelewa. Tunajadili nini kwani hapo? Tunajadili siasa na Iriza. Ndio hapo ndio tunapozungumza mimi kama kushindana tulikuwa tunashindana na Real Madrid. Okay. Ndio kwa sababu ndio ambao tulikuwa nao kwenye group moja wakati wote. Wao wananunua jipi na sisi tunanunua jipi. Wakati anatoka. Yaani wao wanapewa leo na sisi tunapewa kesho. Na tukatengenezwa group la WhatsApp kabisa ambao sasa hivi hawatengenezi tena magrupu sasa hivi. Sasa hivi wanafungua community. Washakuwa watu wengi. Inakuwa community sasa. Si hatupo tena huko sisi. Huko mlikuwa wawili tu Azam na Madrid. Tulikuwa na sisi Napoli. Tulikuwa wengi tu. Tuko duniani. Huko duniani, huko Afrika huko hamna. Wana sasa hivi wengine washatoka Bongo hapo. Na left nyinyi. Unaona sasa. Kwa hiyo sisi hatupo tena huko. Kwa mtaendelea kulitumia ama mnashusha chuma kingi? Bwana wewe. Ngoja nikuanza kueleza. Watu wanasema Zakana jidai sana na magari na nini, inamsaidia nini? Lakini nyinyi mnauliza, sasa mkiwa mnauliza alafu mkienda kuposti upande wenu mnauliza mnakata. Unajua kwa mnakata afu inaonekana mimi nasema tu unamuona wewe anasema kuhusu magari. Mwe mnapost na hicho kipande ambacho nyinyi mnauliza. Unafahamu sasa kuhusu magari sisi ndio timu ya kwanza hapa nchini kuja na basi la maana. Hakuna hata timu moja iliko na basi hapa nchini la maana. Hakuna. Sisi ndio timu ya kwanza kuja na basi hapa. Nyuma huko miaka zaidi ya 15 iliyopita. Sisi baada ya kuleta basi kuna kampuni moja kubwa sana nchini ikaona aibu. Ikawapa watu wengine mabasi, kuna wengine wakapewa watu wao. Moja Taifa Stars, ilipewa Taifa Stars basi moja na kuna wengine wawili. Wakapewa baada ya kuona sisi tunalo.